Shindwa kwa wana wa Israeli kuwafukuza Wakanani, ambako tunaanzia sura ile ya kwanza ule mstari wa kwanza mpaka sura ile ya 3 ule mstari wa 6. Mpaka sasa katika sehemu hii tulianza mara ya mwisho kwa kuangalia mambo yafuatayo. Tuliangalia sehemu ya kwanza au kitu cha kwanza, changamoto ya kizazi kipya baada ya Yoshua. Kumbuka kipindi hiki kinaanzia pale baada ya Yoshua kuondoka, na sasa kipindi hiki ndio kinaanza. Lakini pia kipindi hiki pia kumbuka kipindi hiki ni kipindi cha generation au kizazi kinachofuata baada ya Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Sio kile kizazi wakati Yoshua yupo. Kipindi hiki sasa generation au kizazi kinachofuata. Na sasa sehemu ya kwanza tuliweza kuangalia ile mistari minne ya kwanza. Mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4 unatoa picha ya changamoto ya kizazi hiki kipya baada ya Yoshua kilichokutana nazo. Changamoto zipi tulikutana nazo? Changamoto kubwa 2. Changamoto ya kwanza ambayo tunaiona kwenye kizazi hiki ni kukosekana kwa kiongozi wa kuyaunganisha makabila yote. Kumbuka kwamba sasa Musa alipokuwa anaondoka alimwandaa Yoshua, lakini Yoshua anapoondoka hakuandaa mrithi wake. Naelewa vizuri Kwa ina maana baada ya hapo palikosekana kiongozi madhubuti ambaye angeweza akasimama kwa ajili ya kuongoza kizazi hicho. Tunaona hiyo yule mstari wa kwanza unaeleza. Lakini ule ukisoma ule mstari wa 2 unasema pia kukosekana kwa utii wa neno la Mungu. Kwa hiyo hicho ndio changamoto kubwa 2 ambazo zinaonekana kwenye kizazi. Kwanza kinakosa uongozi, na kukosekana kwa uongozi maana yake kunaingia tatizo lingine la utii katika neno la Mungu. Kwa hiyo ile changamoto kosa uongozi inasababisha kitu kingine. Kutoka pale tuliangalia sasa sehemu B ya kitabu hiki. Kumbuka kwamba hapa hii sehemu za hii sura hii ya kwanza na sura ile ya 2 mpaka sura ile ya 3, sehemu ya kitabu cha Waamuzi ni kama inatoa summary ya kitabu chote, kipindi chote cha Waamuzi. Amina Ili ina maana ukisikiliza vizuri, ukisoma hizi sura 3 utakuwa umeshakielewa kitabu kizima cha maudhui yote ya kitabu kile cha Waamuzi au kile kipindi chote cha Waamuzi. Sasa tunaona kitu cha 2 ule mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 36 unaeleza pia tatizo kubwa ambalo lililo kuwepo, kwamba ushindi usiokamilika wa wana wa Israeli dhidi ya Wakanani. Kwa hiyo mwandishi anaeleza ule ushindi ambao waliupata ushindi, lakini ushindi ule haukuwa umekamilika. Kwa wana wa Israeli dhidi ya Wakanani. Ina maana pamoja na kwamba walikuwa wameshinda na lakini bado Wakanani walikuwepo kwenye yale maeneo, na hicho ndio kinakuja sasa, ndio kiini kikubwa cha matatizo mengi yaliyosababisha kuwepo kwa waamuzi. Amina Tunaona kwa ushindi usiokamilika. Ukisoma ule mstari wa 8 mpaka wa 20 unaona habari za Yuda, ushindi usiokamilika kwa Wayuda. Ukasoma pia ule mstari wa 21 unaeleza ushindi usiokamilika kwa Benjamini. Lakini pia ukasoma sasa kuanzia ule mstari wa 22 mpaka 36 mwandishi sasa anatoa summary ya yale makabila mengine yote, ule ushindi usiokamilika kwa makabila mengine yote ya Israeli. Sasa kutoka pale tukaingia kwa sehemu C inayosema matokeo ya kushindwa kwa wana wa Israeli kuwafukuza Wakanani. Kumbuka hapo tumesema ushindi usiokamilika, lakini pia kiini pale kinasema kushindwa kwa wana wa Israeli kuwafukuza Wakanani, ambayo ndio ushindi usiokamilika. Amina Kwa hiyo maana sasa kuna matokeo gani ambayo yaliyotokea kupitia kwenye ushindi usiokamilika? Matokeo gani? Sasa unaposoma ile sura ya 2 mpaka sura ile ya 3 mstari wa 5 ndio unatoa yale matokeo sasa. Matokeo yake ni yepi? Na wiki iliyopita mara ya mwisho tuliangalia tokeo tu moja la kwanza ya sura ya 2 ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 5. Tunaona kuna onyo kutoka kwa Mungu baada hawa watu kukengeuka, kuonekana ile hali ya kukengeuka, kutokwenda na Mungu. Mungu anajitokeza kwa njia ya malaika na anawaonya, na akaongea maneno magumu sana, na akawakumbusha mpaka
kuongezeka, na yale maneno yaliwachoma mioyo, na mpaka wale wana wa Israeli walilia, wakapaita pale mahali walipokusanyika Bochim, maana ni mahali walipolia. Kwa hiyo walilia, lakini kilio chao kilikuwa hakina badiliko lolote. Sikanaeleka vizuri. Walilia, lakini kile machozi yao waliolia hayakuleta mabadiliko yoyote, na maana waliendelea vile walivyoona, kufanya yale walioona, kila mmoja walioona yanafaa mbele yao. Sasa leo tunaingia kuangalia tokeo la pili, na tutaangalia tokeo moja tu la pili. Ili tokeo la pili, baada ya kushindwa ule usiokamilika na kushindwa kuweza kuwafukuza wale wenyeji wa maeneo yale, tumesema la kwanza ni onyo. La pili sasa, kitu gani kilichotokea, ndicho ambacho tunakwenda kuviangalia. Ule mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 15, hii ndio mistari ambayo leo tutakuwa tukidili nayo. Leo ndio tutakuwa tukijifunza kitu gani kilitokeo la pili. Tokeo la pili hapa kuna mambo makuu. Tokeo la pili nasema kuna mambo yanaunganika, mambo mawili kwa wakati mmoja. Moja, kuongezeka kwa maovu, kwamba matokeo ya kushindwa kuwafukuza Wakanani, manake maovu yaliongezeka. Maovu yaliongezeka, na maovu yalipoongezeka yakasababisha hasira ya Mungu dhidi ya taifa la Israeli. Kwa hiyo yale maovu yalipoongezeka yakasababisha ile ghadhabu ya Mungu au hasira ya Mungu dhidi ya Israeli. Ndio ile mistari ile kutoka 6 mpaka 15. Kwa leo tutakuwa tunaangalia mistari hii. Na hii sehemu ya maovu kuongezeka na hasira dhidi ya taifa la Israeli, nayo pia ina sehemu kuu 3 ambazo tutakwenda kuziangalia siku hii ya leo. Ziko sehemu kuu 3 ya kuongezeka kwa maovu na hasira. Kwa hiyo maovu moja kwa moja yalisababisha hasira. Kwa hiyo hivi vitu vilikwenda kwa pamoja. Na sasa sehemu ile ya kwanza tutakwenda kuangalia kuanzia ule mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 10. Mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 10. Kwa tunaona ile sehemu ya kwanza, mwandishi anaeleza ile sehemu ya kwanza ambayo anasema chanzo cha kuongezeka kwa maovu. Kwa mwandishi anatoa picha sasa ya kitu gani kilichotokea ambacho kikasababisha. Kumbuka hapo tunajifunza kuongezeka kwa maovu. Je, chanzo chake kilikuwa ni nini? Nini kilichosababisha hayo maovu yaweze kuongezeka? Kwa nini wakati wa Yoshua maovu hayo hayakujidhihirisha? Sawa sawa. Na kwa nini sasa kipindi hiki cha Waamuzi maovu haya yaweze kuongezeka? Kwa hiyo na ili mwandishi kutupa picha halisi, lazima aturudishe kipindi cha Yoshua wakati hali ilikuwa shwari, atulinganishe na kipindi cha wakati huo. Amina. Kumbuka hapa tunalinganisha kipindi cha Yoshua wakati wa kwa lazima mwandishi anaanzia kule kwenye kipindi cha Yoshua. Na hapa tunaona kwamba hapa nimesema baada ya kutuletea habari ya maonyo kutoka kwa Mungu, sura ya 1 mpaka mstari wa 1 mpaka 5, mwandishi anarudi nyuma katika historia ili kutoa kielelezo cha kiroho cha kuvunja agano, kwamba tatizo limeanzia wapi. Una maana mwandishi anaturudisha sasa haya maneno anayozungumza katika mstari wa 6 mpaka wa 10 tunayaona katika sura ya 24 ya kitabu cha Yoshua, ule mstari wa 29 mpaka mstari wa 33. Kwa hiyo haya anayozungumza katika mistari hii ya 6, hii mistari minne ni mambo ambayo ukiyarudia anayarudia yale yaliyopo kwenye kitabu cha Yoshua sasa. Na kwa ufupi, kwa haraka sana, tunaweza tukalinganisha mistari miwili ambayo tuone jinsi inavyoingiliana. Ukasoma sura ya 2 ule mstari wa 7, alafu kalinganisha na Yoshua sura ya 24 ule mstari wa 34. Nataka tuangalie hii mistari hii. Waamuzi sura ya 2 ule mstari wa 7 unasema watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua.
Tunamwona Samueli naye anarudia kosa lile lile, nabii wa Bwana, mpaka mafuta wa Bwana, yuko pale anasimamia kazi ya Bwana, lakini ameshindwa kuridhisha watoto wake kumjua Mungu, mpaka ikafika hatua Israeli wakalalamika, akasema ni bora tuwe na wafalme kama wengine. Walichoshwa na watoto wa Samueli. Samueli anamjua Mungu, watoto wake mwambie usiwe kama Eli na Samueli. Hebu Mungu atusaidie. Inawaingia wangapi wananielewa? Tunatakiwa hebu Mungu atusaidie. Tunakokwenda ni mahali pabaya, kuna bomu kubwa tunalitengeneza. Twende kwenye kitu cha pili. Nimesema hapa maovu kuongezeka na hasira ya Mungu dhidi ya taifa la Israeli. Sasa hii ile mstari wa 11 mpaka mstari wa 13 unaelezea yale mambo yanayosababisha hasira ya Mungu dhidi ya hao. Ni mambo gani? Hii ni mistari ambayo inaelezea 11, 12, hii mistari mitatu inaeleza hasira ya Mungu dhidi ya wana wa Israeli. Lakini wakati huo huo ukisoma kwenye Waefeso sura ya 5 ule mstari wa 3 mpaka wa 6 unaeleza ile hasira ya Mungu ambayo inatokea dhidi ya kanisa la sasa. Kwa ukiangalia haya tunayaona kwenye mstari wa 11 mpaka 13, tunayaona kwenye Waefeso sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 6, Paulo anayaeleza kwa namna tofauti. Hebu nataka tupitie tuangalie mambo yaliyosababisha hasira ya Mungu dhidi yao, lakini pia mambo yanayosababisha hasira ya Mungu dhidi ya waamini au wa kanisa au kizazi cha sasa. Mambo gani? Jambo la kwanza, watu hawa walifanya maovu mengi mbele za Bwana. Hili lilisababisha hasira ya Bwana, ni kwa sababu walifanya maovu mengi mbele ya Bwana. Bwana asingepata hasira, ghadhabu ya Mungu isingewashukia kama wasingemfanya maovu haya. Utaona kwenye mstari wa 11a unasema wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele ya macho ya Bwana. Kwa tunaona haya maovu ndiyo yaliyosababisha hasira ya Bwana iweze kuwaka dhidi ya taifa la Israeli. Na ukienda kwa Paulo sura ya 5, Efeso sura ya 5 ule mstari wa 5, Biblia inasema maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi wa ufalme wa Kristo na Mungu. Kwa hiyo anaeleza juu habari ya maovu. Tuko sawa sawa? Haya maovu ambayo mbele za macho ya Bwana ni machukizo. Sasa niliwaambia watu asubuhi nitakuwa na maandiko mengi ya kuwapatia ambayo hutayaona ubaoni, kwa utakuwa na jitihada ya kuandika mwenyewe. Nataka nikupe maandiko sasa ya msingi. Nataka tuangalie mifano ya maovu yaliyotendwa na hawa watu, mifano yake. Nitakupa maandiko. La kwanza, ukiangalia Walawi, kwanza tunaona kilichomkasirisha Mungu ni kuziandama desturi za mataifa. Hawa watu waliziandama, yani waliziendea desturi za mataifa. Tunaona ukisoma Walawi sura ya 20 mstari wa 23, Walawi 20:23, kwa leo naandika nasema nanyi msiende kwa kuziandama desturi za taifa. Ina maana hawa watu walienda kwa kuziandama desturi za mataifa. Tukija kwenye Agano Jipya, Paulo anaongea kitu hicho kwenye Warumi sura ya 12 ule mstari wa 2. Kila ambacho tunakiona kwenye Walawi 20:23 ndicho Paulo anaongea kwenye Warumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Sawa sawa? Kwa hiyo ni kitu kile kile ndicho ambacho kanisa sasa tunafuatisha. Leo hii tunafuatisha kile kilichopo duniani, tunaziandama desturi za watu gani? Za mataifa. Yale mavazi yanayovaliwa duniani ndio tunataka tuyavae wapi? Kanisani. Tuko sawa sawa? Yaani muonekano wa watu wa dunia tunauhamishia kanisani. Maneno yanayoongelewa duniani, misemo tunaibeba tunaipeleka wapi? Kanisani, tena madhabahuni. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo tunaziandama desturi za mataifa. Tunachukua vile vya duniani
dhambi na vinafanyika kuwa machukizo mbele za Bwana. Bwana anawaonya katika Walawi 20:23, wana wa Israeli hawapasi kuziandama desturi za mataifa. Hilo ni chukizo kwa Bwana. Tuangalie kanisa la sasa, ndivyo tulivyo. Leo watu hawataka kukemewa, hata kuvaa, wataka wavae wanavyotaka. Wanataka itafika hatua watu watakuwa wanatembea uchi kanisani. Tunaona nini? Sawa. Hebu Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Lakini jambo la pili tunasema kufanya urafiki na waovu. Kufanya urafiki na waovu. Hili ni jambo ambalo lililokatazwa na Mungu, lakini hao walilifanya, na ndio maana pale kumbuka hapo tunajifunza kushindwa kuwatoa Wakanani, sawa sawa? Na ndio tunajifunza ushindi usiofanya nini? Usiokamilika. Ushindi usiokamilika ni nini? Ni kwa sababu hawa watu walifanya urafiki na waovu. Sasa Mungu anaongea kwenye Kutoka 20:34-15. Anasema usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Tena mahali pengine Mungu anawaambia ukifanya nao agano watakuwa mwiba na tanzi kwako. Sawa? Kwa hiyo lakini hawa watu wakafanya urafiki. Na ukiangalia Paulo anaongea kitu hicho kwenye agano jipya sasa, kwenye kanisa la sasa, kwenye Wakorintho wa pili sura ya 6, ukasoma 14-17. Paulo anaongelea hicho kitu kwenye kanisa la Wakorintho. Ukisoma ule mstari wa 14 anasema msifungiwe ndani pamoja na watu wasioamini kwa jinsi visiwa za kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Pana urafiki gani? Maana yake hapapasi kuwepo na urafiki kati ya nuru na giza. Halo? Hawa watu walifanya urafiki kati ya nuru na giza. Kanisa la sasa tunafanya urafiki kati ya nuru na giza. Leo hii sio kitu cha ajabu hata watu wasiookoka wakawapea kwenye madhabahu ya Bwana wanasema huyu ni mheshimiwa aseme atoe neno. Mungu atusaidie. Madhabahu zimegeuzwa kuwa uwanja wa siasa. Mwanasiasa atatoka huko atakuja kusema mambo yake hapo kwenye madhabahu. Sio tena madhabahu ya Mungu tena. Mungu mwenye nguvu. Leo hii inatumika madhabahu kwa mambo ya kisiasa, kwa mambo ya ajabu tu. Watu wataongea vitu vya ajabu hapo. Haya mambo yanatokea. Lakini jambo la tatu, mifano ya uongo iliyokatazwa ni ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 ule mstari wa 17 na ule mstari mpaka ule mstari wa 21. Kumbukumbu 5:17-21 anawakataza jabali ya uzinzi, uasherati, ulevi, yale maovu yale yote ambayo ukisoma kwenye agano jipya Mungu anatukataza vile vile. Ukisoma kwenye Wakolosai sura ya 3 anakataza visheni viungo vyenu katika nchi. Tuko sasa anataja pale ulevi, uasherati. Tuko sasa ibada ya salamu ndio tunavitaja hivyo. Tuache. Lakini ndivyo vitu ambavyo vinafanyika. Okay, twende kwenye jambo la pili. Kumbuka tunaangalia mambo yaliyosababisha hasira ya Mungu. Jambo la pili, hawa watu walimwacha Mungu. Jambo la pili ambalo lilisababisha hasira ya Mungu analitaja katika ule mstari wa 12 ni kwamba kosa kubwa lililofanya ni kumwacha Mungu, ambao pia ukisoma kwenye Efeso sura ya 5:6 tunaona Paulo anakiongelea hicho kwenye Waamuzi 2:12. Biblia inasema wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyowaleta kutoka nchi ya Misri, wakafuata miungu mingine. Na maana hao watu walimwacha Mungu, yaani walikuwa pamoja na Mungu. Kumwacha Mungu maana yake hawa watu walikuwa pamoja na Mungu lakini wakamwacha, yaani wanamwacha Mungu. Tuangalie hapa kumwacha Mungu maana yake nini. Lakini ukisoma Efeso 5:6 anasema mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Sasa uasi maana yake ni kumwacha Mungu. Sawa? Ulikuwa na Mungu, sasa unaasi. Unamwacha. Unamwasi Mungu. Sasa hapa kuna kitu gani ambacho tukiangalia Waamuzi
tunakiona kinafanya, na kitu kile kile kilichoamsha hasira na ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Tuko pamoja? Tuko na mstari wa 13 sura ya 2 kitabu cha Waamuzi. Kitu gani ambacho tunakiangalia hapa? Ukiangalia haya hapa, anaorodhesha majina ya miungu miwili. Kwanza Ashtoreth, huyu ni miungu ya Wafoinike. Ukisoma Samueli wa kwanza 7:17-3, nimekwambia nakupa maandiko mengi, utakwenda kuyasoma wewe. Habari za hawa Wafoinike kasome Samueli wa kwanza 7:3. Lakini pia tunaona Baali ndio mungu ambaye aliabudiwa sana. Sawa sawa. Aliabudiwa sana, ni mungu wa makabila ya Kanaani. Ukisoma Wafalme wa kwanza 16:32, Wafalme wa kwanza 16:32. Lakini sasa hii miungu anataja mwandishi hapa haikuwa hii tu. Sasa unapoenda katika Waamuzi sura ya 10, ule mstari wa 6, ndio anaorodhesha na miungu mingine ambayo hapa ametaja miwili, lakini huko sasa anaorodhesha miungu mingi. Sawa sawa? Kwa hiyo haikuwa miwili tu. Miungu gani hiyo? Nataka nikusomee Waamuzi 10:6. Nasema kisha wana wa Israeli walifanya tena yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, wakawatumikia mabahari ambao ndio wamesema pale, Ashtoreth ametaja pale. Nasema na miungu ya Sham na miungu ya Sidoni na miungu ya Wamoabu. Hao miungu ya Moabu walikuwa wanaitwa Chamoshi. Na miungu wa wana wa Amoni na miungu ya Wafilisti. Hao miungu ya Wafilisti walikuwa Dagoni. Kama mtakumbuka kwenye Samueli wa kwanza pale wapigana mpaka sanduku la agano lilipochukuliwa, kuna mungu Dagoni alikuwa kule. Sawa sawa. Kuna miungu ya Wafilisti hapo kule hajataja. Nao wakamwacha Bwana wala hawakumtumikia yeye. Yapendwa, hiyo ndio iliyosababisha hasira ya Bwana kuinuka. Sasa unaweza kujiuliza, je, hivi kuna idol worship katika nyakati za sasa tunaabudu? Nasema ndio, kwa sababu tunaona pia Paulo anaandika habari ya idol worship. Lakini idol worship inaweza kuwa nini? Unaposoma kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5, unaweza kuandika 5 kuanzia ule mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 9. Unaweza kupata ile maana ya idol worship, yaani Mungu, ile miungu migeni ya kuchonga. Sawa sawa. Anasema wala msitengeneze miungu, wala msitengeneze kitu kilicho cha mfano wa kitu duniani wala mbinguni. Sasa alafu mkaiabudu. Sawa sawa. Pale chini anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Anasema pia atawabatiliza mpaka kizazi cha 3. Sasa kwamba kumbe tunaweza kujiuliza, je, leo hii hakuna mungu anaitwa Baali? Sawa. Leo hii sisi tunasema hatuna mungu anaitwa Chamoshi. Sawa. Hayupo labda Ashtoreth. Sawa. Lakini kuna chochote kile kinachochukua mbadala wa Mungu katika uthamani wake wa Mungu, hiyo ni idol worship. Halo? Chochote kile kinachochukua mbadala wa Mungu, ina maana chochote, huyo mume wako ni mzuri sana, lakini kama mume wako, thamani ya mume wako itazidi zaidi ya thamani ya Mungu, huyo tayari ni idol worship. Halo? Kwa chochote kile, lakini kilicho kikubwa sana ambacho ni rahisi kukieleza nyakati ya sasa, ambaye ndiyo Mungu, idol worship, ambaye ni Mungu aliyetawala dunia hii kama Mungu wa kigeni, ni fedha. Fedha ni nzuri. Tunatafuta fedha ili tuweze kuishi, maisha yetu yaweze kuenda. Lakini fedha hizo zikachukua nafasi ya Mungu, tayari fedha inachukua nafasi ya kuabudiwa kama nani? Kama Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Nataka nikueleze kwa nini nasema hivi. Fedha leo hii, mtu anaweza kufanya chochote kwa ajili ya fedha. Halo? Mtu yuko tayari auwe baba yake kwa ajili ya fedha. Mtu yuko tayari amuue mama yake kwa ajili ya fedha. Mtu yuko tayari afanye chochote, yaani hata ajitoe uhai wake. Kuna watu wanakwenda kwa waganga kwa ajili ya kutafuta fedha. Wakishafika kwa waganga, anaambia okay, sasa natupa hapa chini punje za mahindi. Kuku atakapookota ile punje za mahindi ndio utajiri wako. Punje akiokota punje 2, kuku akiokota punje 2, ana miaka 2 ya kuishi na maisha yake. Yuko radhi awe tajiri sana na pesa nyingi sana, lakini uhai wake uishe baada ya miaka 2.
Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ukiona Mungu kwako, yani kile kilichopo kwako, kazi kwako inachukua nafasi ya Mungu, tayari ni idol worship. Ukiona biashara kwako wewe ni siku ya kumwabudu Mungu, wakati wa kumwabudu Mungu ukaamua niende kwenye biashara nikatafute pesa, tayari imeshachukua nafasi ya Mungu. Mungu anasema mimi ni mwenye wivu. Amina. Bwana Yesu atusaidie. Kuna wakati fulani hapa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye social media, kuna mtu alijitokeza, mama mmoja, afu sasa hivi watu wanajitani wazi kabisa, maana wanatangaza. Leo hii matangazo ya vitu vya ajabu yani yako wazi tu. Mpaka na namba za simu wanazitoa. Zamani ilikuwa vitu hivyo uvipati ni siyo Freemason. Yani unavisikia, lakini leo hivi kwenye mitandao unakuta mpaka namba, tuko sawa sawa. Sasa kuna mtu mmoja kajitokeza, anasema yeye anamiliki nyoka wa nini? Nyoka wa fedha. Yani nyoka anayetengeneza nini? Yani mtu yuko tayari aolewe na nyoka ili apate nini? Fedha. Idol worship. Halo? Wangapi wananielewa? Hebu Mungu atusaidie. Katafute fedha, lakini fedha isikutawale badala ya nani? Ya Mungu. Mungu mpe nafasi yake nini? Ya kwanza. Maana yake bila Mungu pia hata hiyo pesa huwezi kuipata inavyotakiwa. Katafute. Sisemi kwamba watu yani wao wanashinda tu kanisani hawafanyi kazi. Kafanye kazi. Lakini Mungu namba moja. Tuko sawa sawa. Olewa na mwanaume mzuri kabisa, lakini bado Mungu awe namba moja. Sawa sawa. Bwana Yesu atusaidie. Wangapi wananielewa? Asante sana. Nataka niendelee. Twende kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu, nimesema hapa mambo makubwa matatu, ule mstari wa 14 na ule mstari wa 15. Ndio tunamalizia pale. Kumbuka tunaanzia ule mstari wa 6 mpaka 15. Sasa tuko kwenye 14 mpaka 15. Hapa sasa ni madhihirisho ya ghadhabu ya Mungu dhidi ya taifa la Israeli. Yani ule udhihirisho wake, yani ghadhabu ya Mungu dhidi ya taifa la Israeli inadhihirika katika namna ngapi? Katika ukisoma hii mstari, ghadhabu ya Mungu dhidi ya taifa ilidhihirika katika namna kuu tatu. Namna kuu tatu. Namna ya kwanza ule mstari wa 14b. 14b. Tunasema walitiwa mikononi mwa watu walio wateka nyara. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo hawa waliokuwa huru wakatiwa mikononi mwa watu walio wateka nyara. Udhihirisho wa pili 14c. Anasema waliuzwa na kutiwa mikononi mwa adui zao pande zote. Jamani, walitiwa mikononi mwa, ukisoma kwenye Waamuzi 6:1 walitiwa mikononi mwa Midian miaka 7. Lakini ukasoma mstari wa 15, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya adui zao dhidi yao. Sawa sawa. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya adui zao dhidi yao. Maana yake Bwana badala ya kupigana vita na upande wao, alipigana vita upande wa adui zao. Hivyo ndivyo Mungu alivyotekeleza ghadhabu yake dhidi yao. Sasa ukiangalia katika hayo, sisi tunajifunza nini? Madhihirisho ya ghadhabu ya Mungu dhidi ya watu wa kizazi cha sasa. Ndio maana hapa sijakuwekea ile, natamani sana hii ya pili sasa uichukue ili kwamba ikusaidie. Madhihirisho ya ghadhabu ya Mungu dhidi ya watu wa kizazi cha sasa. Na tunaona ukisoma kwenye Wakolosai 3:5 mpaka 6 kwa wakati wako, inaweza tutasoma pia hapa chini. Moja, kwa mujibu wa maandiko kwenye Wakolosai, maana yake ghadhabu ya Mungu ijia wote watendao maovu. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza, ile ghadhabu ya Mungu iko juu ya wote watendao maovu. Ghadhabu ya Mungu iko juu yao. Biblia inasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Leo ni kuwekeza zaidi kwa watoto wao mambo ya kimwili kuliko ya rohoni.
international school, tunalipa mamilioni ya ada, tunafanya mambo makubwa sana ya kuwekeza kwa watoto wetu, mambo ya kimwili kuliko ya nini, ya kiroho. Lakini tunataka tuyaone matokeo ya kiroho ambayo sisi hatuwekezi. Alafu kibaya, hata hilo kanisa ambalo limeachiwa nao mzigo haupo tena. Na hii ni shida tupu. Walimu wa watoto ni shida. Alafu kitu cha ajabu, mimi ningetegemea wazazi wangekuwa na mzigo kufundisha watoto. Wazazi hawana mzigo. Unakuta wakati mwingine mabinti ndio wana mzigo kufundisha watoto ambao hawana uchungu hata wa kuzaa. Wewe mzazi unafanya nini? Huoni kwamba hapa tunapoteza nini? Bwana Yesu atusaidie. Hawa watoto wanapoenda shuleni kuna uharibifu mkubwa, kuna mambo makubwa, kuna elimu za ushoga zinafundishwa. Tuko sawa? Zinafundishwa mashuleni huko na mahali pengine. Hivi tutawezaje kukiokoa kizazi hiki kama kuna uwezekano, kuna uwekezaji wa mamilioni? Unajua huyu Trump alikuja juzi ndio amepiga marufuku ya mamilioni yalikuwa yanawekezwa kwa ajili ya kuharibu watoto. Sasa mpaka anapiga marufuku, watoto wangapi wameharibikiwa? Ushoga umeshathamiri kila, umeshasambaa kila mahali. Kwa nini tumeshindwa kuwekeza? Haya. Sasa ule mstari wa 10, kumbuka hapa tunachambua 6 mpaka 10. Matokeo ya hayo kizazi kilichofuata, ule mstari wa 10 sasa ndio unaeleza matokeo ya kizazi kilichofuata. Kilikuwa kinyume chake, kilikuwa na sifa ya kutomjua Mungu na kile alichokuwa amefanyia Israeli huko nyuma. Ukisoma ule mstari wa 10, sura ya 2 mstari wa 10 unasema hivi, nikusomea hapa. Unasema hivi, tena watu wote wa kizazi hicho nao walipokusanywa waende kwa baba zao, kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ametenda kwa ajili ya Israeli. Kosa ni la nani? Ni la watoto au la wazazi? La wazazi. Tuko sawa? Unaweza ukatoa lawama, lakini sasa tunajifunza nini? Sisi kama kanisa la sasa tunajifunza nini? Fundisho kubwa hapa ni lipi? Fundisho kubwa ambalo sasa liko hapo kwenye screen. Fundisho kubwa tunajifunza nini? Nimesema fahari ya urithi wetu inapaswa kurithisha kizazi kijacho thamani ya kumjua Mungu wa kweli. Yaani thamani ya urithi wetu inapaswa kuwarithisha kizazi kijacho thamani ya kumjua Mungu wa kweli. Yaani thamani ya urithi wetu kwa watoto wetu inapaswa iwe watoto wetu wamjue Mungu wa kweli kuliko kitu kingine chochote. Sababu wakimjua Mungu wa kweli watafanya vizuri kwenye masomo yao. Wakimjua Mungu wa kweli, hata wakiwa mbali na wazazi wao, wataendelea kumcha Bwana. Hivi sio kama unafahamu watoto unakaa nao kwa muda tu fulani. Kuna wakati utakaa nao darasa la kwanza, la pili mpaka la 7. Ukienda form 1 wako boarding. Ukienda form 6 wako boarding. Chuo kikuu ndio kwenye uharibifu tayari. Kwa hiyo thamani yetu sisi, yaani fahari ile ya urithi wetu, tujisikie fahari, sio kuwarithisha haya mambo ya dunia, sio kuwarithisha elimu bora. Sikatai elimu bora kwa maana wape elimu bora, lakini fahari yetu haipasi kuwa kwenye elimu bora. Fahari yetu inatakiwa iwe kuwafanya wamjue Mungu wa kweli. Wakimjua Mungu wa kweli, popote watakapokuwa watasimama. Wakimjua Mungu wa kweli, nataka nikwambie, watalinda maadili, watatembea katika Bwana, watamcha Bwana, watamtafuta Bwana. Haijalishi wako kwenye macho yako au wako nje ya macho yako. Unajua mimi nilikuwa niko mbali kidogo na baadhi ya mitandao, mfano kama TikTok. Juzi hapa katikati hapa mtu mmoja akaniambia, baba, hebu jaribu ingia kwenye TikTok uone. Yaani mambo ninayoyaona kwenye TikTok yakifanywa na watoto wetu, tena watoto wa wazazi ambao tuko hapa, yanasikitisha. Wako huko vioni, wako wapi? Vitu vinafanyika, huwezi kuamini. Hivi hawa ndio wale wa kanisani? Bwana Yesu atusaidie. Wekeza watoto
watoto wako wamjue Mungu. Kanisa liwekeze kwenye huduma ya watoto. Hapo tunaweza tukalinda. Sasa hapa nimesema kwa nini tuwekeze. Ukisoma kwenye Ayubu 22, kama tulijifunza hata wiki iliyopita, neno hili mhubiri alisema kwamba mjue sana Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba tukiwekeza tutafanya watoto wamjue sana Mungu, lakini pia watakuwa na amani, lakini pia yale mema ndiyo yatakapowajilia, yale mambo yote yaliyo mema, kuliko ukiwekeza kwa vitu ambavyo sio vya kiroho zaidi. Unawaacha watoto. Kwa hiyo sasa hapa nimesema madhara ya kutorithisha wa thamani ya kumjua Mungu kwa watoto wetu. Utaona hapo kwenye noteboard, lakini nataka nikueleze, nikupitishe tu yaangalie. Jambo la kwanza, watoto usiporithisha, moja, tambua kwamba watoto watajiunga au wameshajiunga katika imani potofu. Lakini wakishajiunga wataipinga imani ya kweli. Ndivyo ambapo ilivyo. Watoto wetu leo hii ndio wanaoshabikia imani za mitume na manabii wa uongo. Tuko sawa? Yaani wako huko, unakuta watoto wetu kwa sababu hawana mizizi ya neno la Mungu, akikutana na vitu fulani huko vinambabaisha. Sawa. Vikisha mbabaisha, badala ya kusimama katika neno la kweli, wanakwenda kwenye imani potofu. Wako huko kwenye imani potofu. Na wengine hata unaowaona hapa, tukiendelea hivi, wengi watakuwa wanakwenda kwenye imani potofu, kwa sababu hawajui nyekundu wala nyeusi. Sawa. Kwa hiyo upotofu unaendelea, unawatoa nje. Lakini pia jambo la pili nimesema, wanapokuwepo huko kwa sababu wana idea ya hapa, hawa ndio watakuwa wanaipinga imani ya kweli. Ukisikia sasa hivi maelezo yanatoka kwenye imani potofu, wanasema imani hii sio imani sahihi, kwanza tumepoa. Sasa kanisa lile TG wamepoa wale. Kwa nini? Hana mizizi ya neno. Yeye akiambiwa vijimiujiza watu wakaanguka, sema hii ndio imani sahihi. Mambo yaliyo kinyume cha mapenzi au maagizo ya Mungu. Unajua kumwacha Mungu sio kutangaza, kuanzia sasa namwacha Mungu. Unamwacha Mungu kwa matendo yako. Sawa. Kwa kile unachokifanya ndicho kinachomwacha Mungu. Haya matendo yako ndio yanayosema kwamba sasa umemwacha Mungu, sio kwa maneno yako. Sasa pale unapoacha kufanya mapenzi ya Mungu au kuyafanya maagizo ya Mungu, ndipo unapomwacha Mungu. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 28 ule mstari wa 20. Kumbukumbu 28:27, Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayetia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea upesi kwa ule uovu na matendo yako ulioniacha kwayo. Sawa. Kwa hiyo Mungu, unaona jinsi Mungu anavyochukia kuachwa. Anapochukia kuachwa. Sasa ukienda kwenye Luka 8:21 unamsikia Bwana Yesu anaongelea. Wakati ule mama yake na nani walikuja wakamwita, akamwambia unaitwa na mama yako. Sasa unaona Yesu anajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ni hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Ina maana unapoliacha kulifanya neno la Mungu, wewe sio pamoja na Bwana Yesu. Tuko sawa? Yaani wewe sio ndugu na Bwana Yesu. Wewe sio sehemu ya Bwana Yesu. Ya maana sehemu ya Bwana Yesu, familia ya Bwana Yesu, familia ya Mungu ni wale wanaosikia neno la Mungu, hawaishi tu kusikia na kutenda. Halo? Tuko sawa? Kwa hasira ya Bwana inawaka. Lakini Yesu mwenyewe pia anajieleza yeye mwenyewe. Yohana 6:38. Unaweza ukaongeza na andiko hilo pia. Unaona Yesu pia anajieleza yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anaeleza, yeye mwenyewe anasema yeye hakushuka kutoka mbinguni kwa ajili ya kuyafanya yale mapenzi yake, bali mapenzi ya Baba yake aliyempeleka. Sawa. Maana yake anayafanya yale ambayo Mungu ametaka. Na mahali pengine anasema chakula changu mimi hiki, kuyatenda mapenzi ya Mungu. Tuko sawa? Kwa hiyo mahali pengine mpaka anaita chakula chake yeye ni kuyafanya
nakwambia kumwacha Mungu sio kutangaza. Kuanzia leo mimi namwacha Mungu. Watu waga wasemagi hivyo. Sawa. Isipokuwa matendo yanakwambia huyu yuko na Mungu, huyu sio na nani? Na matendo yake tu. Mbona jirani yako matendo yako yanakuangazia wewe ni nani? Unajua Petro wakati ule yuko pale Yesu amechukuliwa. Anaambia wewe uko wewe ngoja na Yesu. Hapana mimi siko. Tuko sawa. Mtu anajaribu kukataa. Sasa hata muonekano wako tu unakudhihirishia wewe ni wa nani. Yaani jinsi ulivyo sawa. Yaani uhitaji kusema mimi niko na Mungu. Yaani hata ukakataa yale maisha yako jinsi unavyomcha Bwana yanakueleza wewe ni wa nani. Jambo la tatu. Kumbuka tunaangalia mambo yaliyosababisha. Tuko kwenye mstari wa 11 mpaka 13. Ule mstari wa 18 ghadhabu ya nani? Ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo tunaona wote watendao ukifanya uovu, ukifanya uasherati, unapofanya uchafu, ukatamani vitu viovu, ukafanya hizo ibada za sanamu, sawa, ukafanya zote hizo, ile ghadhabu ya Mungu iko juu yako. Kwa hiyo tunaona ghadhabu ya Mungu ni juu ya wote watendao maovu. Ghadhabu ya pili, namba 2, ghadhabu ya Mungu juu ya wote waliomwacha Bwana. Juu ya wote ina maana yule mtu aliyokuwa ameokoka, yule mtu aliyokuwa amempokea Yesu, lakini akaacha kuendana na Yesu, akatoka nje ya mstari, ghadhabu ya Mungu inamuinamia. Yule mtu aliyeonja kipawa, aliyeonja nguvu ya Roho Mtakatifu, aliyeonja wokovu wa Bwana, lakini akatoka nje, huyo ghadhabu ya Mungu inamfuata. Isaya 1:4. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao watenda mabaya, watoto waharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Namba 3, ghadhabu ya Mungu hii juu ya wote wasiomwamini. Ile ya kwanza walikuwa wamemwamini lakini wakamwacha. Sawa. Hii ya pili hawaamini kwamba Mungu yupo. Kuna watu ambao hawaamini kwamba Mungu yupo. Sieleka vizuri. Hawaamini kwamba Mungu yupo. Hiyo ghadhabu ya Mungu pia inakuja kwao. Yohana 3:36, amwaminie Bwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini Bwana hataona uzima wa milele, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Sawa. Ghadhabu ya Mungu inafanya nini? Inamkalia. Yaani wale wasio, ndio maana tunataka tuwashuhudie sana ndugu zetu, wazazi wetu, ndugu zetu, kwa sababu ukiwaacha katika hali ya kutokuamini, jua kwamba ghadhabu ya Mungu bado iko juu yake. Inawezekana ni baba yako, mama yako, ndugu yako, mume wako, sawa, bado ghadhabu ya Mungu inamkalia. Namba 4, ghadhabu ya Mungu juu ya wote wasio na toba. Yaani wale wasio na nini? Na toba. Mtu anafanya kitu anarudia wala hana toba. Yaani ile nafsi kama imemkinai hivi. Unaposoma Warumi 2:5 inasemaje? Inasema bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa kadri ya moyo wako usio na toba, wajiwekee akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo na hukumu ya haki ya Mungu. Wale hicho wasio na toba. Wale wasio na toba, unaishi maisha yako yana toba. Warumi 2:5. Warumi 2:5. Nasema Warumi 2:5, wote wasio na nini? Na toba. Namba 5, ghadhabu ya Mungu juu ya wote wanaoipinga Injili. Yaani hata wale wanaopinga nini? Injili. Pia ghadhabu ya Mungu ipo. Ukisoma Warumi 1:18, Wathesalonike wa kwanza 2:16. Ukasoma Warumi 1:10 anasema kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingayo kweli kwa uovu. Sawa. Kwenye Wathesalonike wa kwanza 2:16, huku ukizuia tusiseme mataifa wapate kuokolewa
ili watimize dhambi zao siku zote, lakini hasira imewafikia hata mwisho. Sasa kwa hiyo tunaona hawa wanaopinga injili kwamba kama na ndugu yako anapinga injili anajitengenezea ghadhabu ya nani? Kuna mtu mmoja alishafanya hivyo, alikufa kifo kibaya sana. Nakumbuka mtu mmoja miaka fulani alipinga, alikuwa mahali fulani alipinga injili akasema maneno mabaya sana. Pinga maneno mabaya sana, alikufa akiwa chooni, mtu mkubwa na heshima zake. Kufa kifo cha ajabu kabisa. Hasira ya Bwana iliwaka. Ukipinga injili, ukipinga neno la Mungu, bado ukae kimya. Lakini ukasema waongo hao, Unakumbuka kuna mtu hapa alishapata upofu mpaka wa macho. Unakumbuka wakati wa kina Paulo. Ukipinga injili utapata shida. Sasa nataka nikueleze, muda wangu umeniishia, lakini nikueleze tu madhihirisho yani ya ghadhabu ya Mungu, manifestation of divine wrath. Manifestation of divine anger. Kwa manifestation divine wrath, kwamba madhihirisho ya ghadhabu ya Mungu kwa wanadamu. Yako madhihirisho ya namna mbili. Sasa hili hutaliona hapo noteboard, lakini nataka tu kama unaweza kuliandika liandike. Kwamba kuna madhihirisho ya ghadhabu ya Mungu yako kwenye sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza tunasema universal manifestation. Maana yake ni ile madhihirisho ya halaiki. Tunaiona hiyo kwenye Biblia ikitokea. Amina. Ukienda wakati wa Sodoma na Gomora unaona. Ukienda wakati wa Nuhu, ile ni universal. Sasa kwamba Mungu akaamua kuteketeza kizazi chote cha Nuhu akaacha pale. Mungu akaamua kuteketeza Sodoma na Gomora yote. Ukasoma Luka 17:29, lakini pia ukasome Mwanzo 6:5 mpaka sura ya 7:24 unayakuta haya. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu inagusa eneo kubwa kupitia katika, inaweza kupitia kwenye majanga, kupitia katika, inaweza kama mafuriko, inaweza kama ni kimbunga, inaweza kama ni vita, milipuko ya magonjwa. Sawa. Yote hiyo ghadhabu ya Mungu inaweza ikapita na ikalamba watu. Maovu yanapozidi, Mungu huachilia ghadhabu yake na kuangamiza. Lakini ya pili tunasema individual manifestation of divine wrath, lakini kwenye individual manifestation. Yaani ile ghadhabu ya Mungu inayemgusa mtu mmoja binafsi, kwa sawa. Yaani ile binafsi inakuja kwako kama kola ilipompaka. Yaani inakuja kwako wewe kama wewe. Tuko sawa? Kwa nini? Ukisoma Ezekiel 18:20 nasema roho itendayo dhambi ndio itakayofanya nini? Ndio itakayokufa. Kwa hiyo kuna wakati Bwana anamlenga mtu mwenyewe mmoja, yule mmoja peke yake, afu ile ghadhabu ya Mungu inashuka juu yake. Kila atendaye maovu atakutana na ghadhabu ya Mungu yeye mwenyewe. Kwenye Agano Jipya, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 5 tunaona kina habari za kina Anania na Safira. Ghadhabu ya Mungu ilishuka juu yao tu. Sasa ikammaliza Anania, ikammaliza na mke wake Safira. Ghadhabu ya Mungu inaweza ikashuka kwa ajili yako, au ikashuka kwa ajili yako na familia yako, au ikashuka kwenye eneo lako lile. Na inashuka namna gani? Inaweza kupitia katika magonjwa, inaweza kupitia katika mambo ambayo ni magumu katika maisha. Kwa kuna mambo mengine tunayapitia hukumu katika maisha yetu ni kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Hasira ya Mungu imeshuka, inasababisha sasa ulikuwa tajiri, ulikuwa una mali, unashangaa mali yote imepukutika. Ulikuwa na nguvu zako, unatembea, unashangaa umeshakuwa kiwete, huwezi kutembea tena. Ulikuwa na hiki unakifanya, unashangaa kila kitu kimeisha. Ghadhabu ya Mungu inakuangamiza. Na usipotubu, Biblia inasema hata uweze kuangamia. Kwenye kitabu cha Yoshua anasema atayafanya Mungu mpaka aweze kuangamia na utaangamia. Hebu Mungu atusaidie, simama pale ulipo. Leo tumeishia mistari hii. Unaweza kuona ni mistari michache, lakini nilikuwa najitahidi kutaka kwenda mbali sana na nikashindwa. Hapa tu penyewe peke yake nimejikuta nimeongeza na muda, lakini nilikuwa sina namna yote. Lakini nilichotaka tu ujumbe wa Mungu ufike kwa ajili yako, ili kwamba Mungu hebu akusaidie. Ipo hasira ya Mungu kwa watu watendao maovu. Unaweza ukafumba macho yako pale ulipo. Ipo hasira ya Mungu
ya kwa watu watendao maovu. Unajua wakati mwingine unaweza ukasema mbona wasio na haki kama naona kama wanafanikiwa. Yaani shetani anaweza akakuingia kwa namna fulani. Ngoja nikwambie, kila mtu ana wakati wake. Hasira ya Mungu iko pale pale. Hasira ya Mungu iko pale pale. Tumejifunza hasira ya Mungu ipo kwa mtu ambayo ulikionja kipawa cha wokovu ukakitelekeza. Hasira ya Mungu iko pale pale kwa mtu ambaye unaijua kweli alafu unatenda maovu. Hasira ya Mungu iko pale pale. Namna ya kuepuka hasira ya Mungu ni wewe kurudi kwenye toba ya kweli. Lakini tumejifunza ya kwamba haya tunayofanya tunashindwa kuwarithisha watoto wetu urithi ulio mwema. Sawa? Tumeshindwa. Kwa hiyo watoto wanaigwa, lakini pia kuna baadhi yao watakaobaki, kuna baadhi yao wanaobaki, sio kwamba wote wanaondoka. Baadhi yao wanabaki ndani ya nini? Ya kanisa. Sasa hao wanabaki ndani ya kanisa, hao ndio chachu kubwa kuliko wale wanaoondoka. Sawa? Kwa nini hao wanaobaki sasa? Kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavipokea. Kama kumbuka, hao sasa ndio wanakuja kuwa wachungaji, hao sasa ndio wanakuja kuwa maaskofu, hao sasa ndio wanakuja kuwa wazee wa kanisa, hao sasa ndio wanakuja kuyaongoza makanisa. Alafu sasa hawajarithishwa kipawa kilicho chema. Kama nimekuambia sasa hapa Ishengoma, Dr. Ishengoma si mchungaji msaidizi yuko hapa. Kama baba yake asingerithisha kipawa kilicho chema, ina maana angeendeleza ubovu ambao angefikiri huko nini? Sahihi. Halo? Hilo ndio tatizo ambalo sasa yaani tunatengeneza, niwaambia asubuhi, tunatengeneza bomu kubwa sana, linapokuja kulipuka linatulipukia wenyewe. Alafu kibaya na kuitumikia miungu ya kigeni. Ili pia lilimkasirisha Mungu sana. Walifuata na kuitumikia miungu ya kigeni. Ule mstari wa 13 ambao unalinganisha na Waefeso sura ya 5, ule mstari wa 5, Paulo anaongea hapa. Walifuata na kuitumikia miungu ya kigeni. Kwenye Waamuzi 2:13 anasema wakamwacha Bwana wakamtumikia Baali na Maashtoreth, ambao kwenye Efeso 5:5 sasa, maana neno hili kanisa la Bwana, tunajenga kanisa hapa. Kuna vitu vya ajabu vinaendelea kutokea kwenye kanisa la Bwana, na inawezekana sisi tukali wazee hatuna uwezo wa kukemea kwenye tamaa. Sasa hapo kuna maneno akaingiza pasi, ndiye muabudu sanamu. Watoto wetu habari ya kumjua Mungu wa kweli. Nataka nikwambie hili ni bomu kubwa sana kwenye kanisa la sasa tunalitengeneza. Hebu tuende mbele za Mungu. Wewe ndio unayejua. Sitaki kukuombea. Sitaki kila mmoja omba mwenyewe. Maana wewe ndio unayejua. Maisha yako unayajua wewe. Tamka kitu mbele za Mungu. Twende mbele za Mungu kama kanisa. Baba, tunakuja mbele zako. Tunakushukuru wewe. Tunakuhimidi wewe. Asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya fadhili zako. Asante Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Wewe Bwana umekuwa pamoja nasi. Wewe Bwana umetufundisha haya katika siku ya leo. Ya kwamba kweli ipo hasira yako. Kweli ipo ghadhabu yako dhidi ya watu watendao maovu, dhidi ya watu wanaokuacha wewe, dhidi ya watu wanaoabudu miungu migeni, dhidi ya watu wanaolitukana jina lako, dhidi ya watu ambao wanaipinga Injili. Bwana umesema na sisi, nasi tunapaswa kuelewa katika haya. Nisaidie kanisa lako, hasa katika kizazi cha sasa. Baba tusaidie, Baba tusaidie, tusiwe na mioyo migumu, tuwe na mioyo ya toba ili tunapokuja mbele zako. Hakika Mungu wewe ni wa rehema, kwa ajili yetu wewe ni wa rehema, kwa wazazi wetu wewe ni wa rehema, kwa ajili yetu binafsi wewe ni wa rehema, kwa watoto wetu wewe ni wa rehema. Bwana, rehema zako Bwana zikadhihirike katikati ya kusanyiko lako, katikati ya watu wako. Tukawarithishe watoto wetu vipawa vilivyo vyema, tukawarithishe watoto wetu kukujua wewe, ili wawe na amani, na ndipo mema itakapowajilia. Bwana tusaidie, Bwana lisaidie kanisa lako, Bwana wasaidie watu wako, katika jina la Yesu Baba tunakuomba, amen.